Usikuta kopa leo. Toka. Weka mikono kifuani. Alafu sema, Yesu, jioni ya leo ninaomba uvunje magonjwa yaliyomo ndani yangu. Mapepo achia maisha yangu. Mateso achia maisha yangu. Shetani achia maisha yangu. Navunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anaendelea kuambia watu sasa, naomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, yule mvunja ratiba za mapepo na ushirikina, yule mvunja ratiba za wachawi waliokamata afya yako, yule mvunja ratiba za mapepo yaliyokamata afya, yaliyokamata macho, yaliyokamata kiuno, yaliyokamata sura, yaliyokamata kinywa, yaliyokamata nywele, yaliyokamata miguu, yaliyokamata sitembee, zingine nafunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile moto huo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
Yesu. Wewe shetani uliyetumwa, umetumwa zuia watoto, umetumwa zuia watoto, umetumwa zuia watoto, naileta mamlaka, naileta mamlaka, naileta mamlaka na kuona wewe uliyekamata uzao, uliyekamata uzao, uliyekamata uzao, uliyekamata uzao, uliyekamata uzao, uliyekamata uzao, wewe pepo Israeli Yesu, ili ni pepo kafu, achia uzao wake, achia mtoto wake, achia watoto wake, achia watoto wake, achia watoto wake, achia watoto wake, wewe bibi, wewe bibi, achia, 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 katika jina la Yesu. Hizo roho zikuachie, tulishaziona hizo roho, tulishaziona hizo roho, tulishaziona hizo roho, tulishaziona hizo roho. Napigwa katika Yesu, napigwa kwa jina la Yesu. Zikuachie, zikuachie uzao utokee katika jina la Yesu aliye hai.
jina la Yesu aliye hai. Kwa Bwana juu yako. Yesu atende kitu kwako. Pepo achia kwa jina la Yesu aliye hai. Mliokamata uzao wake, mliokamata tumbo hili, toka shetani. Wakakesha majira kawaida. Ucheke na familia. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa mamlaka tuliyopewa na Mungu na kila familia ya ukasa. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Adui shetani, adui shetani, adui shetani. Umeleta kilio na msiba kwenye familia hii. Tunaleta furaha, tunaleta kicheko, tunaleta kicheko, tunaleta kicheko. Uwa msiba na usimamisha, iya wajanga na simamisha. Baba, watoto wangu, Baba shetani, Baba washauri, Baba naona. Yesu unavyotoa mikono na hiyo tatizo na toa. Hii ni operation. Toka adui. Toka. Ungekamata asizae. Mlioagiza mkakamata maisha yake na kile mateso. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Toka mchawi. Toka mchawi. Toka mchawi. Walikuroga wakachukua nguo zako. Nguo za ndani hizo. Nguo za ndani zilichukuliwa. 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 Hakuna kufa. Hakuna kufa. Hakuna kufa. Mlichukua nguo zake za ndani ili mkamate maisha yake. Asi huyu. Hakuna kufa. Naleta ukombozi. Naleta ukombozi. Hakuna kufa. Nimeleta ukombozi. Hakuna. Na watoto wazaliwe kwake. Pokea. Kwako sasa. Ndio unaingia. Unasikia shwari kunatoka kwenye tumbo. Baridi ni hiyo hiyo. Inavunja kazi za shetani. Na chomoa, na yeyusha kazi zote. Toka! Jina la Yesu aliye hai. Mamlaka ya Yesu. Walipochanja chai, wakaweka mapepo kwenye ngozi yako kwa njia ya chai, wakakamata uzao wako, wakachukua nguo za ndani. Iko agano na damu ya Yesu Kristo. Iponde ya agano. Fundika. Ingia kwa jina la Yesu aliye hai. Pepo chafu. Achia mwili na huyu. Tokea. Kuanzia sasa operation ya kimungu kwako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Funika macho yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Majanga ya kipepo. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Waliozuia usizae. Toka kwa jina
jina la Yesu aliye hai. Mifumo ya uzazi funguka kwa jina la Yesu aliye hai. Funguka kwa jina la Yesu aliye hai. Kama kuna pepo la kila aina, yuko mvunja ratiba. Amen. Wale waliotendewa kitu na Mungu, jisikilize kwanza. Ulikuwa kabla ya maombi ulikuwaje? Na sasa ukoje? Umemleta mgonjwa, muulize unajisikiaje. Akikwambia niko salama, tunataka tusikie neno hilo kwake. Wewe ulikuwa unaumwa, kagua ulivyokuwa unajisikia. Alafu tunataka tusikie kutoka kwako. Waliokuja mbele kuombewa hapa, twende kwenye tenti lile ambao nimeanza na nyie kwanza. Wasaidieni wahudumu waende pale ndani. Alafu kesho saa 6 tutakutana. Mama, kabla ya maombi ulikuwa unajisikiaje? Nilikuwa najisikia vibaya, nilikuwa sioni kabisa. Ulikuwa unajisikia vibaya alafu sioni? Ulikuwa uoni? Ndio. Sasa hivi unaona? Naona kiasi. Namba ngapi? 1 2 3 4 5. Makofi mengi sana kwa jina la Yesu. Muujiza uliotokea kwenye macho haya usipotee kamwe. Uione Biblia, uwaone watoto wako, uone chakula kizuri cha babati, uone maisha mazuri, uone kwenda kanisani. Macho haya yasipatwe na tatizo tena la kutokuona. Yesu aliyekufungua usimwache. Mkutano mzima tushangilie kwa makofi. Mungu yuko na wewe, na mengine yote Mungu amekufanyia. Kabla ya maombi ulikuwa unajisikiaje? Tumbo lilikuwa linaniuma. Tumbo lilikuwa inakuuma sehemu gani? Kitovuni. Kitovuni. Sasa hivi unajisikiaje? Najisikia vizuri. Nyie wazazi, kuna wazazi mkizaa mtoto kitovu mnapeleka kwa bibi, kwa shangazi, mnafukia. Matatizo mengine ndiyo kama haya. Vitovu mnavifanyia matambiko, mnaweka kwenye begi, mnakaa navyo. Sasa watoto kama hao, angelikuwa ni wa kike, ndo wanakuwa nakosa watoto. Sina muda wa kutosha, ningeliwapa shuhuda za kutosha. Vitovu vinavyofichwa na wazazi, mkampelekea bibi, vyanzo vikubwa vinakuja hivi, baadaye vinazaa mambo mengi sana. Sasa unajisikiaje mara baada ya maombi? Najisikia vizuri. Weka mikono kwenye kitovu chako. Kama ulivyopona kitovu, kiwe kilipelekwa kwa bibi, kilipelekwa kwa babu, na ukashikiliwa kule. Kama ulivyopona tumbo eneo la kitovu, tatizo hilo usikutane nalo tena kwenye maisha yako. Yesu amekufungua. Amen. Usome uwe kichwa serikalini. Kabla ya maombi ulikuwa unajisikiaje? Tumbo inavuruga. Tumbo inavuruga. Inavuruga kama anayekoroga uji. Sasa hivi unajisikiaje? Vizuri. Unajisikia vizuri. Katika jina la Yesu aliye hai, tumbo lilokuwa linavuruga lisivuruge tena kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akupe maisha uwe mhubiri kama mimi. Kabla ya maombi ulikuwa unajisikiaje? Mimi nimepona kupitia maombi ya jana jioni. Nilipokuja nilikuwa nateseka sana, mikono ilikuwa inakakamaa, naishiwa nguvu, miguu, mikono. Lakini nimeombewa hapa, nimepona jana. Wow, nyosha mikono yako juu, mshangilie Bwana. Piga makofi kwa Bwana salia kuponya jana. Amen. Mikono hii hakuna kukakamaa tena. Kwa nguvu ya jina la Yesu, mikono hii itamshangilia Bwana na kumwimbia Yesu. Pokea muujiza usioisha. Usimwache Yesu. Wewe una tatizo la mtoto. Tumekuombea hapa, pepo zimelipuka, zilikamata hapa. Na sasa kama utakaa na Yesu vizuri, aliyekufungua, hautapata mateso tena. Ulikuwa unajisikiaje pamoja na hayo? Kabla ya nilikuwa najisikia tumbo linaniuma, nikienda kupima sipatikani mimba ionekane, kila nikijaribu kwenda kupima mimba ionekane. Mume wako yuko hapa? Mume wangu yuko Bukoba. Yuko Bukoba? Ndio. Anakula ndizi na senene.
Sasa tumekuombea. Ndiyo. Usijaribishie mimba kwa mtu mwingine, nenda kwa mume wako. Ndiyo. Pepo lilokuwa linakamata mimba limeondoka. Ndiyo. Funga safari, nenda Bukoba, usijaribie sehemu nyingine. Weka mikono kwenye tumbo lako. Funika macho yako, shika simu yake. Wewe adui, kama umesalia kwenye tumbo hili, ulimshika kule Bukoba, ulishika kutokana na bibi na babu, pepo wachafu, ikiwa mpo mmebaki mmeshikilia tumbo hili asipate watoto, toka kwa jina la Yesu. 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 Yesu aliyekuponya upokee watoto. Amen. Nimesema uende wapi? Kwa nani? Kwa mume wako. Usifanye testi usiku hapo. Kabla ya kuombea ulikuwa unajisikiaje? Hao watu mwasaidie, na wote niliowaombea nataka kesho niwaone kuanzia jana. Ni tumbo lilikuwa linaniuma. Tumbo lilikuwa linakuuma. Tangu lini? Tangu mwaka juzi. Tangu mwaka juzi. Sasa hivi unajisikiaje mara baada ya maombezi? Nimepona. Umepona. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ili tumbo lilopokea uzima. Pepo mchafu, kumbe bado upo. Kumbe bado upo. Wahudumu. Kumbe bado upo. Pepo mchafu. Pepo mchafu unaosababisha utasa. Pepo mchafu unaosababisha mateso. Achia tumbo lake. Wainjilisti, shughulika na hiyo issue. Ulikuwa unajisikiaje kabla ya maombezi? Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tumbo kwa muda mrefu. Tangu lini? Nina kama miezi mitatu. Nikasikia kuna mkutano, nikaambia mume wangu twende, lakini nilipofika wakati saa maombi tumbo lilikuwa linikata sana, ila namshukuru Mungu ameniponya kwenye. Okay, Mungu amekuponya kwenye kitovu. Yesu aliyekuponya kwenye kitovu hiki. Ulikuwa unajisikia vibaya na sasa unasema uponyaji umeingia. Kitovu kiwe kwa bibi, asiondoke huyo. Kiwe kwa bibi, kiwe popote. Yesu amekuponya. Mateso hayo usiyapate tena. Funguka moja kwa moja, muujiza usiupoteze. Kaa na Yesu. Amen. Nyosha mikono yako juu. Adui, kama bado shetani upo kwenye mwili huu, naleta mamlaka ya Yesu Kristo kwenye tumbo. Mlimshikilia kwa njia ya nguo, mlimshikilia kwa njia ya agano. Hilo agano mlilofanya kwenye tumbo hili, ili agano hilo, hilo agano hilo, hayaondoka na agano lenu hilo. Ondoka, 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 ondoka. Hilo agano mlilofanya kwenye tumbo hilo, toka. Tusimame wote mpaka kule nyuma. Nyosha mikono juu hivi. Sema, Bwana Yesu, kila ratiba ambayo shetani ameiweka kwenye maisha yangu kwa mkutano huu, hiyo ratiba ivunjike, ivunjike. Ninapoondoka mahali hapa, naondoka na ratiba ya Yesu. Mvunja ratiba na maisha yangu yanakombolewa. Mkutano huu unaacha baraka kwenye maisha yangu na uzao wangu na kazi zangu, kwa jina la Yesu. Amen. Makofi mengi juu 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 juu. Makofi mengi kwa Yesu huyu. Pokea ratiba ya Yesu Kristo aliye hai. Amen.